Naam, hawakosea weledi wa lugha waliponena ya kuwa jivya moja kamwe basi haliwezi kuinjika chungu. Karibu kwa taarifa za Zilas TV, ikiwa ni saa moja juu ya alama. Nikiwa mwanahabari wako Alvin Watanga, karibu tukaweze kuandamana hadi tamati. Lakini kabla ya hayo, acha tukaweze kupata vidokezo. Ziara ya upinzani magharibi mwa Kenya. Mswada wa fedha mwaka 2026. Michezoni ni kuwa Shamahoho wapoteza mechi dhidi ya Kefa, huku Maganda wakinyakua pointi 3 baada ya kuicharaza Cheptur. Siasa za upinzani zazidi kupamba moto upande wa magharibi, kama anavyotupasha mwanahabari wetu Captain Okwaz. Ni tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, dakika 17 tangu weze kutimu mida ya saa 9 saa za Afrika ya Mashariki. Unategea runinga ya Zilas TV, ambapo kila siku ya wiki huwa tunakuletea siasa za mashinani. Leo basi tumeweza kukita kambi kwenye gatuzi hili la Kakamega, ambapo tumekuwa wiki nzima tumekuwa tukifuatilia zile siasa za upinzani zikiongozwa na aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Stephen Musyoka wa chama cha Wiper, pamoja na naibu rais aliyetimuliwa madarakani Mheshimiwa Rigathi Gachagua wa chama cha DCP pamoja DCP pamoja na aliyekuwa waziri wakati mmoja wa ulinzi Bwana Eugene Wamalwa wa chama cha DAP Kenya, ambao wamezidi kuwa na msururu kwenye mkoa huu wa magharibi, ambapo wiki iliyoweza kupita waliweza kuzuru kwenye gatuzi la Vihiga wakitembelea maeneo kama Luanda, Mbale, kisha baadaye wakaweza kufunga kazi kwenye gatuzi hili la Kakamega kwenye eneo la Kuisero. Wamezidi kuwa na misururu mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali. Hapo jana waliweza kuzuru kwenye eneo la Bumula kwenye kaunti ya Busia, ambapo tumeona wakitafuta uungaji mkono kwenye eneo hilo. Leo hii watakuwa wakimalizia ama wamekuwa wakimalizia kwenye eneo la Trans Nzoia, ambapo mwenyeji wao George Natembeya amehakikisha kwamba eneo la magharibi ama mkoa wa magharibi uko nyuma yao na umeweza kuchoka na zile siasa za serikali. Tumeweza pia kuona wale ambao ni walinda mwananchi wakiongozwa na Edwin Sifuna pamoja na Godfrey Osozi, ambao pia kwa kauli moja wameweza kutaja kwamba mrengo wao walinda mwananchi utakuwa ukichukua serikali ama ukichukua hatamu za uongozi. Ni mengi tu ambayo tunazidi kutarajia kwenye kipindi hiki cha siasa mashinani ndani ya Zilas TV pamoja na Captain Okwaz Television. Nazidi kusema nami kupitia arafa za 2207 ama kuweza kunipigia simu kwenye nambari zangu za simu, ama pia unaweza kutuma ujumbe kupitia zile mitandao zangu za kijamii. Pale Facebook unatafuta Captain Okwaz Demana Francis Okwaro na mambo inakuwa ni bam kabisa. Pale TikTok pia tuko live Zilas 360, unatafuta pia Captain Okwaz Deman pale TikTok na mambo inakuwa ni bam. Tuna mengi tu ambayo tumezidi kukuandalia kwenye kipindi hiki cha siasa mashinani, tukikumbuka kwamba ni siasa ambazo zinazidi kuchemka wakati ambapo taifa la Kenya linatarajia kuwa na uchaguzi mkuu
kufikia hapo mwaka wa 2027. Usikwende mbali, zidi kutegea kwenye runinga hii ya Zillers 360, manake tuna mengi tuliyokuandalia. Pia tutakuwa tukizungumza na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ambaye pia atakuwa akitudokezea mambo mingi. Atakuwa akizungumza na vijana, akiwasihi vijana kuweza kujitolea na kuhakikisha kwamba wanachukua nafasi kwenye uongozi wa taifa hili na kuacha kutumiwa kama wale ambao wanaitwa kama goons. Mswada wa kifedha mwaka 2026 ana mengine mengi kama anavyotupasha mwanahabari wetu Elisha Wanyonyi. Popote ulipo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Zillers, na kukaribisha zaidi katika taarifa tulizokuandalia hii leo katika chumba chetu cha habari. Jina langu ni Elisha Wanyonyi. Bunge la Kitaifa linaendelea kujadili mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027 baada ya kuwasilishwa pamoja na bajeti serikali mwaka wa kifedha. Mambo muhimu yaliyojitokeza hadi leo ni pamoja na uchambuzi wa mapendekezo mbalimbali yaliyo kwenye mswada huo kabla ya kupigiwa kura ya kuidhinisha au kufanyiwa marekebisho. Serikali inasisitiza kuwa lengo la mswada huo ni kuongeza uzalishaji ama ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kufadhili sekta muhimu kama vile afya, elimu na maendeleo ya miundo msingi. Wataalam wa kiuchumi wameeleza wasiwasi wao kuhusu mabadiliko ya mara kwa mara ya sera za kodi, wakisema yanaweza kuathiri mipango ya uongozi au uwekezaji wa biashara nchini. Bunge linakanusha taarifa zilizochapishwa katika mitandao zikidai kuwa kutakuwa na kodi ya kila mwaka ya ardhi almaarufu the freeholder, likisema madai hayo si ya kweli. Baadhi ya mapendekezo yaliyovutia mjadala huo ni kama vile yanayohusisha huduma za kidijitali, masharti mapya ya ulipaji kodi na kuimarishwa kwa mamlaka ya mapato almaarufu KRA. Hali ilivyo sasa, mswada wa kifedha wa mwaka 2026 bado haujawa sheria, kwani inapaswa kujadiliwa, kufanyiwa marekebisho ipasavyo na iwapo yatapendekezwa kupigiwa kura na bunge kisha kuwasilishwa kwa rais kwa kuidhinisha. Naam, tunaendelea kufuatilia taarifa hizi mtazamaji, na punde tutakapopata taarifa nyingi zaidi kuhusu huduma hii mpya zaidi tutazidi kukupasha mtazamaji. Endelea kutegea sauti ya Kaimosi papa hapa Zillers ili tukaweze kukupasha mengi zaidi. Jina langu ni Elisha Wanyonyi. Kwa heri kwa sasa. Na katika habari za michezo ni kuwa Shamahoho walikumbana na kipigo baada ya kupoteza mchezo wao dhidi ya KEF kwa mabao 5-3 katika mechi iliyokuwa na ushindani mkubwa. Katika mchezo mwingine, Maganda walibuka na ushindi muhimu dhidi ya Cheptoo kwa mabao 3-2. Maganda walionyesha mchezo mzuri na kupata alama 3 muhimu, huku Walter akiwa nyota wa mchezo baada ya kufunga mabao 2. Mashabiki walishuhudia mechi zenye burudani na ushindani mkali, huku timu zikiendelea kupigania nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi. Vuka na kupaa zetu hadi ughaibuni. Alikuwa kombe la dunia mwaka 2026 li bado kwenye hatua ya makundi, huku michuano hii ikiendelea kuonyesha ushindani mkubwa. Matokeo ya awali yamehusisha ushindi wa Sweden, walipata ushindi mkubwa na wa mabao 5-1 dhidi ya Tunisia, huku Germany wakiangusha Curacao mabao 7-1. Kumbuka mechi hizi bado zingali zinaendelea kwenye hatua ya na mtazamaji wetu wa Zillers TV, hatuna budi ila kuweka kikomo kwa taarifa zetu za leo. Atupatane minda mingine kwa taarifa zaidi. Kumbuka kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook, Twitter, Instagram na pale YouTube @Zillers TV, Zillers 360. Tunawapenda kabisa, muwe na usiku mwema.